Ishmaeli akawa nabii, Isaka akawa nabii, Yakobo aliyezaliwa naye pia. Mwalimu ni ile pale, ile inapiga pale ile. Majina kamili kaka unaitwa nani? Nadhani ni mara ya pili nikiatamuka Jeremia Muhonya. Jeremia Muhonya. Dini yako? Dini yangu nilisema ni Pentecostal Assembly of God. PhD. PAG ni kanisa. Dini yako ipi? Mkristo. Mkristo ni mtu kama vile Muislamu, dini yake Uislamu. Wewe Mkristo mtu, dini yako Ukristo. Asante sana. Pengine una swali ungependa kutuuliza? Niko na dada. Anza swali ya kwanza, unasemaje? Ya kwanza ningeomba msamaha. Mwalimu wangu, hiyo meza ni iko karibu sana. Ingesongeza pale nyuma ndio inagonga. Hebu songeza nyuma hiyo meza tafadhali. Mzee wangu yuko kidogo, rudi hapo nyuma. Ya uendelezi kwa sababu ya disturbance that has shown over. Nilikuwa nimejitambulisha majina yangu kamili, kama kwa mara ya pili nimekuwa kwa mkutano wenu ambayo ninaheshimu kwa sababu ni mkutano wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo pia nimefurahi. Jana wakati mlikuwa mnayanena, mwili wangu ulikuwa dhaifu, nilikuwa kwa biashara yangu pale ya hoteli. Nikaonelea kwamba siku ya leo ikiwa Mungu atanichalia nitasimama kwa mkutano wa Mungu niyataje haya ambayo ikiwa mnaweza niruhusu niyataje. Swali lako swali gani? Sasa swali la kwanza ambalo nilitatanishwa ni kwamba mlipotaja manabii mlitaja Daudi, na mimi nikamwona kama si nabii kwa sababu ya shida ya Bathsheba. Swali la pili, tena swali la kwanza. Kwa hiyo unamaanisha Daudi si nabii? Kwa sababu mimi kwa Kristo. Subiri. Wewe unaamini Daudi nabii au si nabii? Kwangu sijajua, lakini kwangu siamini kufikia wakati huu kwa miaka 50 Daudi si nabii. Ni nani? Daudi alikuwa tu ni mhuduma kidogo na kiongozi kama mfalme. Nipe kidogo basi. Sawa. Ama pigie. Peleke hivi. Sawa. Kwa imani yako wewe Daudi si nabii? Ni mfalme. Ndugu yetu haamini kuwa Daudi nabii. Je, nabii Daudi ni mfalme ama ni nabii? Karibu. Hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'd. Nafikiri kuna kijana mdogo pale anataka kusilimu, na rafiki yetu tulikuwa naye jana. Jana ulikuwa majuzi? Tulikuwa juzi. Jana ulikuwa. Wewe ukasema Daudi umwamini kama nabii. Simwamini kama nabii kwa sababu Biblia inasema yeye alikuwa mfalme, alipokuwa juu ya nyumba akamuona bibi ya mwenyewe, na nabii aendange juu ya nyumba, anakuwa kiroho. Unajua nyinyi mna matatizo nyinyi manabii wote mmewekea makosa isipokuwa Yesu, ili Yesu aonekane Mungu. Sasa nikuulize, Taurati ilipewa nani? Torati ilipewa Musa. Ilipewa Musa. Kama kamilifu hata kwa nani alimpa? Mungu. Mtu aliyempa ni Mungu. Walikutana wawili. Musa na Mungu walikutana wawili. Ndipo sisi wa Kristo tunaambiwa hatukuwahi kuona Mungu. Asante. Fikira yako hiyo ni mzuri tu, lakini si kweli. Hakuna mahali Musa na Mungu wamekutana.
Imeandikwa ndio maana hakufika Kanani. Ngoja. Unajua ukisema umeandikwa nitakwambia unionyeshe sehemu hiyo, utanionyesha. Tunaambiwa wakati Joshua, sio kuambiwa. Hapa hujakuja maneno mnaambiwa kule. Kule mnaambiwa Yesu ni Mungu na Yesu si Mungu. Nadhani tutasoma. Ngoja kidogo, ngoja. Hapo mahali ukikaa imani yako naiacha kule. Na mimi yangu naacha pale kwa msikiti. Pale tumeweka vitabu, kuna Qur'ani, kuna Biblia. Ninapokuwa nazungumza nawe nitaomba kitu moja. Maneno ya kusema tumeambiwa, tunaamini. Hii uache. Hapo unatoa fact, tunaongea na ukweli. Maneno ya kuambiwa, maneno ya kufikiria na maneno ya kujua ndio inapoteza watu. Mimi nakuuliza tu, aliyempa Musa Taurati ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Asante. Daudi amepewa kitabu kweli? Daudi alipewa kitabu na Mungu. Yeye aliandika. Hapo. Kwa hiyo Mungu alimpa Daudi kitabu kweli? Kwa hivyo swali anapiga. Ambaye alipewa kitabu na Ngoja. Aliyempa Daudi kitabu ni nani? Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu. Asante. Yesu alipewa kitabu? Yesu hakupewa kitabu. Kwa hiyo Yesu hana kitabu. Hana kitabu, manabii wake ndio waliandika, wafuasi wake ndio waliandika kitabu. Haya, mpe huyo. 3:48 Qur'ani. Hebu kidogo nimsalimie pale rafiki yangu. Hebu kidogo nikusalimie. Ona mtu mzima, mzee wa heshima. Kuja tu na hiyo bagi yako, usiwache hapo. Njoo naye na mzigo. Mlete mzigo huko. Njoo tu. Ndio, habari gani? Mimi naitwa Abbas na mimi ni Muislamu. Na wewe? Mimi naitwa Songa huku inapiga kelele chui. Wewe ni reverend? Yes. Wa kanisa gani? Reverend wa kanisa gani? Sababu kuna reverend Catholic, kuna reverend wapi? Wewe na wapi? Mchungaji wangu. Wewe ni mchungaji? Sasa ikiwa reverend anaenda akasema nimalizane na wewe inakuaje? Mimi nataka kuongea, nyinyi ndio wenye share kubwa kwa kanisa. Sasa kama wewe ndio mwenye share kubwa unatoroka, hawa wadogo unaonesha picha gani? Hapo reverend, mimi nataka kuongea na reverend. Kwa sababu juzi huyu alisema tu na wasomi. Wewe ni msomi reverend, ufike hiyo chance, ufike hiyo post, you are a learned person, keti pale. Wewe ndio sisi tunataka. Sababu ndio unachukua zile sadaka kubwa. Huyu hata hakuli kitu. Naona? Sasa Wakristo mnaona? Mnaona vile mnatupanishwa sasa hivi. Tukiwaambia Ukristo si dini ya kweli, mnasema ni Waislamu. Jamani, Uislamu ndio dini ya kweli. Leo hawezi akaja hapa shekhe atoroke. Lakini reverend anakuja anatoroka kwa kiti. Anaacha mtu mdogo pale aongee. Hiyo sio mzuri. Sasa 3:48 Qur'ani. Inasema baada audhu billahi samiul alim minash shaitani rajim. Twende. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu na kujua Taurati na nini? Na Injili. Hebu mpe twende ngapi? 2:87 Qur'ani. 2:87 Al-Karim inasema baada audhu billahi samiul alim minash shaitani rajim. Naam. Inasema kama ilivyoandikwa. Twende. Na hakika tulimpa Musa kitabu. Unaona, Musa alipewa kitabu, yani Musa alipewa Taurati. Twende. Na tukawafuatisha mitume wengine baada yake. Na baada ya Musa kupewa kitabu, kuna mitume wengine walifuatisha baada yake. Twende. Na tukampa Isa mwana wa Mariamu. Yani Yesu mwana wa Mariamu. Hoja zilizo waziwazi. Alipewa hoja zilizo waziwazi. Na tukamtia nguvu kwa Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu. Jibrili. Ndio. Basi. Ndio. Nyinyi Mayahudi. Hii iko wapi jamani? Hebu angalia 2:253. 2:253. Ni rukaruka ama ni usee? Yani scratch inaanza ingia mapema sana. 2:253. Kuna point natafuta. Huyu anasema Yesu akupewa Injili.
Inasema 2:253. mitume hao Ndio tumewafadhilisha baadhi yao zaidi kuliko wengine. Mitume wamefadhilishwa zaidi kuliko wengine. Ndio Inaendelea inasema miongoni mwao wako ambao Mwenyezi Mungu alisema nao, kuna wale ambao Mungu alisema nao, na wengine akawapandisha katika vyeo vikubwa kabisa. Twende na Isa mwana wa Mariamu. Hapo sasa, na Isa mwana wa Mariamu tukampa hoja zilizo wazi, na tukamtia nguvu kwa Roho Mtakatifu, na kama Mwenyezi Mungu alingetaka. Ishinge scratch mpe 136. Nadhani nimeshukuru sana. Kwanza unashukuru nini? Mwalimu, nimeshukuru kwa masomo. Ngoja. Kwani nimekufundisha nini unashukuru? Mimi aya naitafuta imepotea. Alafu wewe unashukuru ati nimekufundisha. Kufikia pale. Uko sawa kabisa. Bado niko na swali hapo. Ngoja kidogo. Hoja iko kwamba Yesu kapewa injili. Wewe unasema hakupewa injili. Sasa mimi natafuta aya kidogo imeingia scratch, unasema asante kwa kufundishwa. Nimekufundisha nini? 1:14 Marko chake. 1:14 kitabu ni cha Marko mtakatifu. Aya nyingi tu, ikikosa huku naenda huku na ikikosa huku naenda kule. Na hata nikigezi inatoka tu. 1:14 Marko. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya. Ndio. Akihubiri habari njema ya Mungu. Twende. Akisema wakati umetimia. Twende. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Twende. Tubuni na kuamini injili. Mpe huyo. Nani anaongea maneno hayo? Ambaye anaongea maneno hayo ni Yesu Kristo. Anasema tubuni na kuamini nini? Akiwa kwa Roho Mtakatifu. Mimi sijauliza akiwa kwa roho ama kwa mwili. Ngoja, usiniletee maneno ya Roho Mtakatifu hapa. Yesu anazungumza na watu, haongei na Roho Mtakatifu. Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia tubuni na kuamini nini? Nakuja kwako. Uende polepole. Unajua mnisikize. Ngoja kwanza. Subiri. Kabla ya kuleta maneno mengi, kwanza mtu anajibu maswali. Kwa sababu ikiwa nitakuuliza unaanza maneno, tutapotea katika point. Sawa? Yesu anasema tubuni na kuamini nini? Nadhani hapo tumeafikiana. Wewe rudia mwalimu. Huyu alikuwa sokoni. 1:14 Marko. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Twende. Yesu akaenda Galilaya. Ndio. Akihubiri habari njema ya Mungu. Twende. Akisema ndio, wakati umetimia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini injili. Mpe. Yesu anasema tubuni na kuamini nini? Injili. Nani huyu anasema watu waamini injili? Ambaye alipewa nguvu Mungu kulingana na vile alisema. Yesu anasema watu waamini nini? Si kuamini tu, kutubu ndio jambo la maana. Asante. Watu watubu kweli? Ni kweli. Wakishatubu waamini nini? Waamini Mungu. Neno la Mungu. Hebu rudia hapo. Usibadilishe. Mwalimu, rudia. Inasema kama ilivyoandikwa, tubuni. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani. Ndio. Yesu akaenda Galilaya. Twende. Akihubiri habari njema ya Mungu. Twende. Akisema wakati umetimia. Ndio. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Twende. Tubuni na kuamini injili. Mpe. Yesu anasema watu waamini nini? Yesu anasema watu waamini nini? Injili. Kwa hiyo wakati wa Yesu kuna nini? Kuna kutubu. Na nini? Na kuamini Mungu. Hebu chukua mic. Unajua wewe chukua mic. Ngoja. Hapa rafiki yangu hatuko mchezo. Ni wawili. Hatuko mchezo. Kuliko tufanye mchezo na wewe sitafute watu na akili yao, ama sivyo? Kwa sababu nafikiri nimesoma mara 4. Na anajaribu kukwepa. Anachojaribu kukwepa, anataka kusema kwamba hakuna injili.
Sijui tushaelewana. Andiko liko wazi, tubuni na kuiamini Injili. Anachotaka kukwepa ni hii Injili ili usionekane kama kulikuwa na Injili wakati wa Yesu. Kwa sababu akikubali kuna Injili, swali la pili linakuja, ni nani aliyepewa hiyo Injili? Sasa anahepa hiyo swali. Tusienda hivyo. Ukitaka twende unajibu swali, nisikilize. Ninachokuambia nijibu swali na kuuliza, halafu twende mbele. Kama una point, you answer my question, then proceed. If you don't answer my question, you will not proceed. I'm asking you for the last time. Kama hautajibu, jameni mtu mwingine. Ama sivyo? Tusipoteza muda. Yesu anasema watu waiamini nini? Injili. Asante. Hiyo Injili alipewa nani? Alipewa Yesu. Na nani? Na Mungu. Kitu rahisi hivyo ndo tunazungushana. Kwa hiyo Musa amepewa Taurati, kweli? Ni kweli. Na Mungu, kweli? Ni Mungu. Alikuwa nabii wa nani? Wa Mungu. Yesu akapewa Injili, kweli? Ni kweli. Na nani? Na Mungu. Alikuwa nabii wa nani? Wa Mungu. Daudi akapewa Zaburi, kweli? Ni kweli. Na nani? Na Mungu. Alikuwa nabii wa nani? Alikosea kidogo. Sio hiyo, acha ujanja. Mungu hapeani kitabu isipokuwa anapea nabii. Hawezi akachagua mtu yeyote akampa kitabu. Na ndio maana unatoroka. Mwalimu, Niko mwalimu. 21:104 Qur'ani. 21:104 Al-Karim inasema kama ilivyoandikwa. Ndio. 21:104. 21:104. Ndio. Niko pale inasema baada ya audhu billahi samiul alim minash shaitani rajim. Twende. Siku tutakapozikunja mbingu kwa mkunjo. Nenda 105. 105 inasema ndio. Na hakika tuliandika katika Zaburi baada ya kuandika katika ahli al-mahfudh ya kwamba. Unaona Mungu anasema aliandika katika Zaburi. Maana kulikuwa kuna Zaburi. Hiyo Zaburi kapewa Daudi. Mungu ndo kaandika maneno ndani, sio Daudi. Hebu rudia tena. Na hakika tuliandika katika Zaburi. Mungu anasema tuliandika katika Zaburi baada ya kuandika katika ahlul mahfuz, katika Allahul mahfuz ya kwamba ardhi hii subiri. Kwa hiyo Mungu ndiye mwandishi wa Zaburi, sio Daudi. Daudi amepewa Zaburi, lakini mwanzo Mungu ameandika katika Allahul mahfuz. Pale ameandika Taurati. Baada ya kuandika hapo ndio akampa Musa. Akaandika katika Allahul mahfuz Zaburi. Baada ya hapo akampa Daudi. Akaandika Injili katika Allahul mahfuz. Baada ya hapo akapewa Yesu, na Qur'ani imeandikwa katika Allahul mahfuz. Baada ya hapo akapewa Muhammad. Kwa hiyo hao wote ni manabii wa Mungu. Mpe mic. Ushasikia habari hizo? Hapo niko salama. Asante. Uko na swali lingine? Swala la pili. Ndio. Wakati sisi tunasoma Biblia tunaanza na Genesis. Naanza na Genesis. Alafu tunamaliza na Revelation. Asante. Na katika Revelation wanatuambia kuna mahala pengine Yesu alifunga siri. Alifunga siri Kabisa. Kuna mahala pengine viumbe wengine walimwabudu. Waliabudu Yesu. Asante. It is written. Then ni siku gani viumbe wengine wataabudu Muhammad? Kwa sababu yeye ni Muislamu. Muislamu. Ngoja, wewe ushaimwabudu Yesu? Hebu jibu kidogo. Ushaimwabudu Yesu? Alisema, hapana, alisema I'm a reader of the Bible. Jesus, not the Bible. I'm asking you. I'm not asking the Bible. I'm not asking other people, other disciples. I'm talking to you. I'm asking you. This question is personally to you. Wewe unamwabudu Yesu? I think of course. That's why I'm not to think. Are you unamwabudu Yesu ndio ama hapana? Ninamwabudu Yesu. Asante. Mpe huyo. Mathayo 15:7. Hebu Waislamu tuone kwa ishara mkono. Mashaallah. Barakallahu fikum. Mashaallah. Barakallahu fikum. Hebu Wakristo walihudhuria hapa. Reverend ameogopa mic. Vunja kanisa. Acha kula sadaka wa Kenya. Kama huwezi tetea Wakristo, enda tafuta kazi, uza nyanya, kitunguu. Pia ni kazi. Kwa hiyo usiwadanganye ukija hapo unaingia mitini.
Inasema kuje uketi hapo, mimi nakuchokoza maksudi uketi. Mimi nataka wewe reverend ama sivyo? Juzi tunaambiwa pastor, haya pastor ndio anajificha kule, itakuwaje? Kanisa yako ingekuwa hapa leo ningeiteka yote. Haya, hebu Mkristo, yuko wapi Mkristo pale nione? Ishara ya mkono. Mkristo. Wote Waislamu. Allahu Akbar. Haya, kuna Mkristo. Wapi? Hapa kuna Mkristo. Hebu nimuone. Nimuone Mkristo yuko wapi? Yuko. Wewe, hebu njoo kidogo nisalimie. Pita upande. Siogope rafiki yangu. Siogope. Unajua jenzi waogopangi. Sijaona jenzi mwoga. Sisi nilijaribu na uzee wetu kuingia parliament miaka 50 ilipita tulishindwa. Lakini hawa siku 3 huko. Ni kiboko. Ni gani? Unaitwa nani? Mubarak. Mkristo. Yes. Kanisa gani? Christian Pentecostal Bible Center. Unampenda Yesu? Ndio. Yesu alikuwa Muislamu. Wewe ni gani? Mimi ni Mkristo. Wewe unapenda Muislamu, bado kuwa kama Muislamu na baki katika Ukristo. Si kwamba napenda Muislamu, bali napenda wanadamu. Basi njoo hapa kidogo. Huyu kumbeana. Huyu ndo anafaa kuwa reverend. Reverend unaingia mitini watu haki mimi na mbenyo wa Kristo naoneanga huruma sangia. Pesa zenyu zitalio mpaka mpatie akili. Haya. Hebu njoo upande huu. Akae upande huu. Haya. Nani mwingine? Nataka mwingine Mkristo. Haya. Nisome 15:7. Huyu anasema anamwabudu Yesu. Tena sema 15:7 kitabu cha Mathayo. Tena wanaimbanga wastahili kuabudiwa, wastahili wewe Yesu, wastahili kuabudiwa. Wanaimba. Ninasema ndio, enyi wanafiki. Enyi nani? Enyi wanafiki. Hebu rudia tena asikie vizuri. Enyi wanafiki. Twende. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema. Watu kama hawa huniheshimu kwa midomo. Watu hawa wanamheshimu Yesu kwa midomo. Na mioyo yao iko mbali nami. Na mioyo yao iko mbali naye. Nao huniabudu bure. Mpe huyo. Wanamwabudu Yesu. Yesu amewaita nani? Atanipuri. Kwani nimesemaje? Unajua nilikuwa nasoma mstari mwingine. Wewe soma ile mstari unataka, lakini Yesu anasema ukimwabudu wewe kwanza ni nani? Warudie. Nilikuwa nasoma. Kwa hiyo wewe nilikufundisha huko sokoni. Haya rudia tena. Na ujue tena rudia kwa mara ya mwisho. Nimeomba msamaha. Haya nimekusamehe. Mbele ya Uislamu. Lakini unajua kwa mwalimu akisamehe mwanafunzi mara 2, mara ya 3 utatoka kwa class. Concentrate na mwalimu. Inasema kama ilivyoandikwa. Twende. Enyi wanafiki. Enyi wanafiki, rudia asikie vizuri. Enyi wanafiki. Rudia asikie vizuri. Enyi wanafiki. Hebu mpe kwanza. Wanaozungumzia hapo ni nani? Nimesikia tu enyi wanafiki. Aha. Kwa hiyo wanazungumziwa pale wanafiki. Kweli? Kweli. Twende mwalimu. Twende. Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema. Ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema. Watu hawa huniheshimu kwa midomo. Ila mioyo yao iko mbali nami. Nao huniabudu bure. Ya mpe. Kumbe wanafiki ndio wanamwabudu nani? Yesu. Wewe. Anayezungumza Mwenyezi Mungu ama Yesu? Usiweni Isaya. Anayezungumza ni nani? Ni Mungu mwenyewe kupitia kwa nabii Isaya. Anayezungumza ni nani? Mungu. Mwalimu rudia hapo 15:7. Inasema 15:7 kitabu cha Mathayo. Ndio. Enyi wanafiki. Hebu anzia 6.
6 inasema kama ilivyoandikwa, ndio basi mheshimu baba yake au mama yake, ndio mngalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Anayezungumza Yesu anazungumza na hao wanaomwabudu. Twende, enyi wanafiki. Ndio sasa anaendelea kuwaita enyi wanafiki. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, subiri, anaambia ni vema alivyotabiri Isaia kwa habari zenu. Kwa maana wakati wa Isaia Yesu hajazaliwa. Mungu amejua Yesu atakuja na nyinyi mtamwabudu. Sasa anasema ni kweli Mungu alitabiri habari zenu akisema, twende, watu hawa huniheshimu kwa midomo, twende, ila mioyo yao iko mbali nami, twende, nao ndio huniabudu bure. Mpe. Nani anazungumza maneno hayo? Huyo ni Isaya anazungumza maneno ya Yesu. Kwa hiyo si Yesu, si Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alikuwa hakoti ya maneno. Alikuwa hajasaliwa. Asante. Pili, alipokuwa msalabani. Ngoja. Ngoja subiri. Unasoma kitabu gani? Kitabu cha Mathayo. Mpe. Ngoja mpe, mrudishie mic. Hiyo ni kitabu gani? Ni kitabu gani hiyo? Mathayo. Mpe. Ni kitabu gani? Mathayo the Gospel. Asante. First Gospel. Asante. Mathayo na Yesu aliyekuja mwanzo ni nani? Aliyetangulia. Hapo kuna utatanisho na Ukristo. Hapo kuna utatanisho kwa sababu walilinganisha watu wawili. Ngoja. Walilinganisha Yohana. Asante. Lakini Mathayo kusema acha tusibishane ama sivyo? Yesu anazungumza kwamba hawa wanaoniabudu bure ni wanafiki. Maneno hayo yanazungumza wapi? Maneno haya yanazungumza kwa kuwa Mungu alitabiri atakapokuja watu watamwabudu, na kweli kuna watu walimwabudu. Anzia Mathayo 15:1. Kuna watu walimwabudu. Sasa wakati walipomwabudu ndio Yesu anasema kwamba ile utimilifu, ile utabiri iliyozungumzwa na Isaia sasa inatimia kwenu. Akawaita wanafiki, kwamba nyinyi wanafiki mnaniabudu bure. Sasa unataka kuruka nini? 15:1 anza. Inasema ndio, ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema. Wanaozungumza ni Mafarisayo kutoka Yerusalemu, wanazungumza na Yesu. Ndio ukitemka 17 hapo aya 7 anawaambia enyi wanafiki. Kwa maana alikuwa anazungumza na Mafarisayo, na Mafarisayo walikuwa wanamwabudu, na wao kimwabudu ni Farisayo kama wale wengine tu. Kwa hiyo Yesu anakuita mnafiki. Hebu mrudishie mic nimuulize kitu. Yesu ashawahi omba Mungu? Alimuomba kitu moja. Nakuuliza swali. Kibesikia. Sijauliza vitu ngapi. Ashawahi omba Mungu? Ni kweli ndakwambia. Ameomba? Siku alikuwa anataka kwenda msalabani, alisema Baba niondolee hiki kikombe. Na kama ni kwa mapenzi yako itendeke. Asante. Na Baba akumtii. Asante. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaomba nani? Aliomba Mungu. Na wewe unaomba nani? Mimi naomba Yesu. Ule mwisho kule. Yaani watu tu ukiwapea maandiko ni bure. Ongea tu nao hivyo tu. Wewe. Habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Barak Ahura. Swali lako? Swali langu ni kwamba ndio, sisi tunaamini ndio ya kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Asante. Je, sasa swali langu, nyinyi mnaamini nani? Sisi. Yes. Mnaamini Yesu ndio njia, kweli na uzima. Na sisi letu tunamwamini nani, sio? Yes. Haya, acha mwalimu akujibu. Alafu kuna kijana pale pia anataka kusilimu inshallah. Mwalimu pia utamsilimisha inshallah. Kwa hiyo nafikiri kazi kwako inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaani wazee wa hapa, hizi vitu zikiuma huku ni nini? Hizi huku kijimbe hiki tunaita. Zinaniuma. Hebu kidogo mwalimu wangu, naomba nimuone huko kaka. Ndio. Kaka, habari yako?
Mzuri. Umeniambia unaitwa nani vile? Mimi naitwa Barak Ahura. Barak Ahura. Ndio. Kabla ya kujibu swali lako, Yes. wewe unamwamini Yesu? Namwamini Yesu. Unamwamini Yesu kama nani? Kama mwokozi wa maisha yangu. Si Mungu. Ninamwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ni Mungu au si Mungu? Ni Mungu katika utatu. Nani huyo? Yesu. Kwa hiyo Yesu ndiyo njia Ndio. ya kwenda kwa nani? Kwa Baba ambaye ni Mungu. Na yeye mwenyewe Yesu ni nani? Ni Mungu. Wanakuwa wangapi? Watatu. Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini wote Ni Mungu. unajua tatizo moja nini Waislamu? Huyu si anayeulizwa swali lakini anajibu. Hebu mpe. Baba, Nakuheshimu. Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Ngoja. Yesu ni Mungu. Ni mwana wa Mungu. Wewe unamwabudu nani? Ninamwabudu Mungu Ambaye anaitwaje? anaitwa Mungu mtakatifu. Si Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe unaweza saa mtoto afanane na wewe. Mungu anazaa. Mungu hakuzaa lakini aliumba pia kiroho. Kwa hiyo Mungu kazi yake ni kufanyaje? Chochote kinatoka kwa mkono yake ni Mungu. Hata shetani hajielewi. Hebu chukua mpate huyu kijana. Kijana, Naam. Yesu alitumwa na nani? Nyamaza basi. Alitumwa na Mungu. Mwalimu, cameraman. Chukua kiti cha mzee wetu mwekee huko kando. Akae huko kwanza nitamuita. Hapo. Asante sana. Baraka. Naam. Yesu alitumwa na nani? Na babake ambaye ni Mungu. Kwa hivyo Yesu alitumwa na Mungu. Musa alitumwa na nani? Alitumwa na Mungu. Anayetumwa na Mungu anaitwaje? Huitwa nabii. Kwa maana hiyo Yesu ni rabii. Wa nani? Wa Mungu. Sio nani? Rudia swali. Baraka. Naam. Yesu ni nabii wa Mungu, sawa? Yes. Alizitenda kazi za nani? Za Mungu. Wewe unatuambia Yesu ni nani? Ni Mungu katika utatu. Unayo aya kwenye Biblia. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Nimesahau kidogo lakini hiko. Hamna. Hiko. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hamna. From Genesis to Revelation. Na ukiitoa mimi mnanibatiza leo. Sawa? 17:3 Yohana, mpe mwalimu. 17:3 Yohana inasema, na uzima wa milele ndio huu, ndio wa kujua wewe Mungu wa pekee, ndio wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mpe. Ili upate uzima wa milele, aya inasema wa kujua wewe Mungu wa pekee, wa kweli. Ashhadu an la ilaha illa Allah, na Yesu Kristo uliyemtuma. Wa ashhadu anna Isa rasulillahi. Kwa hivyo Yesu alitumwa na nani? Alitumwa na Mungu. Sawa kabisa. Anayetumwa na Mungu ni nabii, sawa? Tunakubaliana. Sio Mungu, sawa? Lakini Yesu yu tofauti na manabii wale wengine. Tofauti yake ni nini? Yesu tofauti yake, yeye alikuja kwa roho. Alizaliwa na hakuzaliwa? Yesu alizaliwa? Alizaliwa. Na nani? Na mama Mariamu. Mariamu ni mtu ama si mtu? Ni mtu. Kwa hivyo Yesu alizaliwa na mtu. Sawa? Naam. Akatahiriwa, sawa? Naam. Yesu alipozaliwa na mtu,
alizaliwa akiwa Mungu ama alizaliwa akiwa mtu? Yesu alizaliwa kwa roho. Roho ya nani? Alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Yaani unajaribu kutoa. Yeye hakuzaliwa kawaida na wengine. Kweli kabisa. Naam. Yeye nakukubalia. Yesu alizaliwa tofauti mimi na wewe. Yes. Yesu alizaliwa tofauti na manabii wengine. Si ni kweli? Ndio. Mariamu alipata mimba bila kuingiliwa. Yes. Sawa? Naam. 1:26 Luka, mpe huyo. Kitabu cha moja. Kabla hujasoma mwalimu, Naam. naomba Waislamu wote wakunje ngumi kwanza. Kunja ngumi hivi. Yaani usipeleke mbele upige mwenzio. Kohoa kidogo. Muislamu kohoa basi. Takbir. Allahu Akbar. Tulia mwalimu. Nyamaza kimya. Takbir. Angalia Waislamu wanyonge. Allahu Akbar. Takbir. Kuna mama yetu anataka kujiunga na Uislamu. Takbir. Yule dada aliyemleta huyu mama kama yupo naomba aje kama Uislamu. Naomba huu mfuko ndani kuna hijabu mwalimu. Kama kuna mama ama dada wa Kiislamu karibu aje hapa. Usione uoga. Harakisha. Nani yuko? Dada wa Kiislamu yuko wapi? Wale pale kina mama. Dada wa moyo. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, bila kulazimishwa ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wake na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mtoto wa Mungu kama wanavyodai Wakristo bila ushahidi. Nimekiri na kuamini. Mola wangu niongoze. Basi mama, maneno hayo yametosha. Hapo umehama kwenye giza, umeingia katika nuru. Takbir. Allahu Akbar. Bado takbir. Allahu Akbar. Haya, naomba umepeana ile. Chukua mfuko. Toa hizi. Hapo pale ndio ule. Patia ule mama. Pelekee. Chacha kubadilike pale pale. Harakisha. Haya, shika na hii dada. Ubadilike saa hii, harakisha. Kuna mvua inakuja hapa. Haraka. Dadangu anabadilika, na wewe jifiche kwenye gari huko ubadilike saa hii. Hapa. Yule ampata na mtandio, yule aliyekwenda. Ana mtandio wake. Zirudisha hapo ndani. Ona bwana, dada alafu nakuwa smart. Alafu hii kitu nilizungumza jana. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu. Hawezi pata pepo toa ukipendacho. Sasa ile nguo mimi siitaki. Si mnaiona? Yaani mwenyewe kavaa mpaka amesinywa. Ndio anaitoa sadaka. Apelekee na mfuko mzima yule dada pale. Takbir. Dada ndo kabadilika, zingine hizo mpe. Dada achukue jina, mpatie kipaza sauti. Mama. Yes. Hebu chagua jina zuri kwenye Uislamu. Ungependa jina gani? Kuna Halima, Mariam, Zainab, Asia, Aisha, Fatima. Chagua moja dada. Mariam. Takbir. Mama yake Yesu, takbir. Kaa chini dada pa. Baba anaitwa nani? Baba wako anaitwaje? Mwenye kunizaa. Anaitwa Philip. Kwa hiyo kuanzia leo wewe ni Mariam Philip. Sawa? Uko na bwana? Uko naye lakini hayuko sasa. Hayuko kwa sasa? Na sasa hivi bado unakaa hapa Mumias, Yes. Basi, kuwa na hao kina dada kidogo, tutakuhitaji. Aidha leo ama kesho tunakuhitaji. Mike yendo kama yule kijana pale.
kabla hajasilimu Waislamu, mkutano ilikuwa umalizike leo, lakini kwa ombi la wengi wanasema mkutano kesho uendelee, na sisi walimu tunaomba leo mkutano iwe mwisho, tukatuaage leo. Wangapi wako tayari? Wanasema sawa walimu, leo malizeni muende, eno mkono. Yeyote anayesema malizeni muende, mkono juu. Wangapi wanasema muhadhara uendelee? Subhana malikin nas. Kijana mzuri. Naitwa nani? Wycliffe. Wewe umeamua kusilimu? Yes. Na niona umekuja mapema sana. Umefanya subira na ni vizuri. Umechagua dini nzuri, umechagua njia nzuri. Kwa hiyo nitakutamkisha maneno haya ambayo kwamba utatamka itakufanya uwe Muislamu. Ni sawa? Yes. Sema ashhadu. Ashhadu. Sema bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema nashuhudia kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja, na ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa maneno hayo ushakuwa Muislamu. Ushasikia kakangu? Yes. Sasa inafuatia jina. Ungependa jina gani katika majina ya Kiislamu? Kuna majina mengi. Kuna jina kama Hassan, kuna jina kama Abdul Karim, kuna jina Juma. Lakini ya basi usichukue hiyo, ni ya masharifu na iuza. Kuna jina mengi tu, ungependa gani? Hassan ni hapo. Hassan. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Hassan tafsiri yake yani mtu mzuri. Sawa Yes. Kwa hiyo umechagua jina nzuri. Na hii kanzo leta kijana mdogo. Mashaallah. Aliyemtuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikubali sadaka yake na pia wale ambao kwamba walitoa. Inshallah. Kwa hiyo vaa kanzu. Juzi tumesilimisha mtu mmoja. Kweli? Jana watatu, leo wawili. Kwa hiyo wanazidi kupunguka tu. Inamaanisha tungekaa hapa muhadhara ileweke vizuri, basi watu wengi wangeingia kwa dini. Mashaallah kijana mdogo, Mwenyezi Mungu akufanye hafidhul